Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua nitajibu nyinyi. Matamshi haya akiwa katika ziara ya Meru tarehe 25 na 26 Julai, Gachagua akitoa changamoto kwa tume ya uwiano na utangamano wa NCIC kuchukua hatua dhidi yake na kumpa mwaliko kuelezea kwa undani kila alichokitaja kama utumizi wa mafumbo katika hotuba zake. Tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua nyoka pamoja na mayai ni kufukuza wale wote wanatembea na Ruto kupitia kura. Kwa sababu sisi we speak in proverbs, we speak in symbolism and figurative language for effective communication. Tume ya NCIC sasa imemwandikia Gachagua rasmi ikimtaka kufika mbele yake Alhamisi wiki ijayo, sio mara moja, 2 au 3, bali katika mazoea ya kufungua mdomo kiholela kutoa maneno ambayo sasa yanachunguzwa. Miongoni mwa matukio hayo ni mnamo Februari 26 mwaka huu, akiwa katika uga wa Kisii akidaiwa kumlenga mbunge wa Nyaribari Chache Zahir Jihanda. NCIC pia imetaja matamshi ya Gachagua ya kumshtumu Rais William Ruto kwa madai ya kutaka kumaliza uongozi wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya. NCIC ikionya Gachagua kuwa ataona cha mtema kuni iwapo atakaidi wito wa kufika mbele yake, ikiwemo hata kukamatwa. Anayemulikwa pia kwa kutoa maneno makali hadharani ni gavana wa Busia Paul Otuoma, ambaye ametakiwa kufika NCIC Jumaa wiki hii kwa matamshi yake ya Juni tarehe 27 mwaka huu, akiwa katika eneo la Bulanda, kaunti ya Busia. Chama cha wanasheria nchini LSK pia kimeeleza wasiwasi, ikisema inawachunguza wanachama wake na mawakili mbunge wa Mukurweini John Gagusha na mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma, LSK ikisema kuwa malalamishi rasmi yamewasilishwa kwa kamati ya nidhamu. Sisi tuseme hatuna hate speech. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.